Ni mchezo muhimu kwa upande wa klabu ya Yanga, naweza nikasema hivyo, kwa sababu endapo watapata matokeo ambayo ni mazuri ya ushindi, basi watakuwa wanajiweka kwenye mazingira ambayo ni mazuri ya kuweza kuvuka kwenye hatua ambayo inafuata, yani hatua ya robo finali. Pale ambapo unashinda mchezo wa nyumbani, alafu unakuja pia kupata matokeo kwenye kiwanja cha ugenini, ya maana kwamba wewe unajiwekea mazingira ambayo ni bora zaidi ya kufuzu moja kwa moja kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa tunafahamu siku ya hii leo tayari kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani kucheza dhidi ya JS Kabylie majira ya saa 1 kamili za jioni. Na hapa tayari ninacho kikosi ambacho mwalimu Pedro Goncalves amekipangilia vizuri, hajafanya mabadiliko haswa na kikosi ambacho alikianzisha kwenye mchezo uliopita. Lakini kabla hatujakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi hapa kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya JS Kabylie ya pale nchini Algeria. Kwa upande wa golini kama kawaida, Djigui Diarra, golikipa huyu kutoka Mali, ataongoza safu ya ulinzi kutokana pia na utulivu wake ambao ameuweka, na ni moja golikipa ambaye amekuwa akiwasiliana vizuri na mabeki wake. Naweza nikasema kwamba ni mzuri kwenye 1v1, lakini pia hata kuzuia mashuti ya mbali na kuanzisha mashambulizi kwa pasi za haraka. Hii yote amekuwa nayo kwa upande wa Djigui Diarra. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israeli Patrick Mwenda. Mwenda atakuwa akitumika kama beki huyu wa kulia, lakini pia tunafahamu ni beki ambaye anapanda lakini pia na kushuka, hasa kwa ajili ya kufungua upenyo kwenye upande huo wa kulia. Hii ni kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Ni mchezaji ambaye amekuwa akipeleka mpira kwenye upande wa mbele mara nyingi. Kwa upande wa Goncalves amekuwa akimpa uhuru wa kupanda sana ili kuongeza wingi wa mashambulizi. Mohamed Hussein Zimbo Diarra atasimama kwenye eneo la beki pembeni kushoto. Tunafahamu kwa upande wa Mohamed Hussein, huyu ni beki ambaye ni mzoefu, ana utulivu, lakini pia cross zake zimekuwa na nguvu zaidi, lakini pia amekuwa na uwezo wa kudhibiti winga tofauti, lakini pia atakuwa akicheza vizuri na winga ambaye atakuwa anacheza kwenye upande wa kushoto, lakini pia kushoshea zaidi mashambulizi kupitia kwenye eneo la pembeni. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati, yupo Ibrahim Baka. Baka tunafahamu huyu ni mlinzi mgumu kweli kweli, anayependa kukaba kwa karibu zaidi, atakuwa ni muhimili mkubwa kwa upande wake wa kukabiliana na washambuliaji wa JS Kabylie kutokana na nguvu na movement zake ambazo amekuwa akizifanya. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Dickson Job. Job tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na utulivu wa hali ya juu, upigaji wake wa pasi. Huyu tunasema kwamba ni ball playing center back, namna ambavyo amekuwa akicheza kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma kwa ajili ya kusawazisha, tunazungumzia ile kasi ya mchezo. Kwenye eneo la viungo katikati kama kawaida, kiungo mkabaji yuko Duke Abuya. Mkenya huyu ni kama sasa amerejeshwa kwenye nafasi ya chini rasmi, hasa kutokana na jukumu ambalo amekuwa akipewa. Huyu atakuwa anavunja mipango ya JS Kabylie, lakini pia kulinda safu ya ulinzi, lakini pia kumkinga kiungo wa juu yake ili apige pasi nyingi za mbele. Ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu, stamina, hata pressing yake, jambo linalohitajika sana kwenye mechi za CAF. Kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathir Yahya ambaye atakuwa kama kiungo wa kati. Huyu Mudathir ndiye mchezaji ambaye atakuwa anaunganisha kwenye eneo la ulinzi, lakini pia kwenye eneo la kushambulia. Atakuwa akipiga pasi za kutenganisha safu ya Kabylie, kupandisha tempo na kutoa usaidizi kwa kiungo mshambuliaji. Uelewa wake wa nafasi ni mkubwa na anajua kutumia kasi ya mchezo kwa busara zaidi. Lakini pia Pacome Zouzoua atakwenda kusimama kama kiungo mshambuliaji. Pacome tunafahamu huyu ndiye mbunifu mkuu ndani ya timu. Amekuwa na uwezo mzuri wa kupenya mabeki, kutengeneza mabao, lakini pia kufunga. Lakini pia kwa upande wa kocha Pedro, humruhusu kucheza kama free roll, akitafuta nafasi kati ya mabeki wa Kabylie na kuwasumbua kutokana na ubora wake wa kupiga. Zile dribble zake zimekuwa ni bora sana. Lakini pia Maxim Zengeli atasimama kwenye eneo la winga ya kulia. Zengeli huyu atakuwa akitumia kasi yake, dribble wake na uwezo wa kupiga mipira mirefu. Atakuwa na kazi ya kusumbua zaidi mabeki wa Kabylie na kutengeneza nafasi kwa mshambuliaji. Wakati huo pia Celestine Ekua atakuwa akisimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Huyu tunafahamu ni winga mwenye nguvu na kasi, lakini pia amekuwa na uwezo wa kuingia ndani na kupiga mashuti. Kwenye mechi hii kwa upande wa mwalimu, kitu kikubwa ambacho atakuwa anakitegemea ni kupata wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga. Unajua hizi ni mechi ambazo zinakuwa ni ngumu pale unapokuwa ugenini. Na maana unapopata nafasi ya mbali, unapokuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, basi kuna uwezo mkubwa wa kuweza kupata mabao. Ndivyo ambavyo kwa upande wa mwalimu amepangilia. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube, yeye ndiye ambaye ataongoza safu ya ushambuliaji
Yeye atakuwa akitumia makosa mabeki kwa Bayalie, lakini pia kupiga mashuti ya haraka, lakini pia kupokea pasi za mwisho kutoka kwa Pacome Zouzoua, Mudavili pamoja na Max Nzengeli. Kwa mfumo wa Pedro Dube atakuwa akitumika zaidi, ni striker ambaye ni wa mbele zaidi, ambaye atakuwa anasogeza zaidi nafasi kwa ajili ya